Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ikiwa ni tarehe 17 Mei mwaka 2026. Na kila siku Kivu News Info tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo tutakuletea habari muhimu zinazohusu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matukio ya kibinadamu yanaendelea kuathiri mamia wananchi, pamoja na taarifa za kisiasa na kijamii zinazozidi kuibua mjadala ndani na nje ya nchi. Basi endelea kuwa nasi kwa muda huu tukikuletea kila taarifa kwa uwazi, kwa kina na kwa kuzingatia ukweli na matukio kama yalivyo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, nini Kivu News Info. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 17 Mei mwaka 2026. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Vikosi vya wazalendo vimeripotiwa kufanikiwa kuwatimua wapiganaji wanaotajwa kuwa wa M23 na RDF katika eneo la Kirungu lopo katika milima ya juu eneo la Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za ndani kutoka kwa vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo, mapigano makali yalizuka mapema kabla ya wazalendo kuanzisha mashambulizi ya kujibu yaliyolenga kurejesha udhibiti wa kijiji hicho. Baada ya mapigano yaliyodumu kwa saa kadhaa, wapiganaji wa wazalendo waliweza kusonga mbele na kuchukua tena udhibiti wa Kirungu. Kirungu ni moja ya maeneo muhimu ya kimkakati katika milima ya juu Uvira, eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na mvutano na mapigano mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Eneo hilo lina umuhimu mkubwa kutokana na nafasi yake ya kijiografia, inaunganisha vijiji na njia za milimani zinazotumika na wapiganaji kusambaa katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kusini. Baadhi ya wakazi wameripoti kusikia milio mikali ya silaha nzito na ndogo wakati wa mapigano hayo, aliyosababisha hofu na watu wengi kukimbia makazi yao kuelekea maeneo yenye usalama zaidi. Hata hivyo, hadi sasa kuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi waliouawa au kupoteza maisha katika mapigano hayo. Taarifa zinasema kwa baadhi ya wazalendo kuingia katika kijiji hicho, hali ya utulivu wa muda ulianza kurejea, ingawa bado kuna tahadhari kubwa kutokana na uwezekano wa mashambulizi ya kujibu kutoka kwa upande wa wapiganaji waliorudi nyuma. Vikosi vya ulinzi na makundi ya wenyeji wanaunga mkono wazalendo waendelea kushikilia maeneo ya muhimu ili kuzuia kurejea kwa mapiganaji waliotoweka katika eneo hilo. Katika siku za hivi karibuni, eneo la milima ya juu ya Uvira imekuwa moja ya maeneo yenye mvutano mkali kati ya makundi mbalimbali ya kivita, huku mapigano yakihusisha mara kwa mara udhibiti wa vijiji vidogo vidogo na njia za kimkakati. Hali imeendelea kuongeza changamoto za kibinadamu kwa wakazi ambao wengi wao wamelazimika kuyama mara kwa mara kutokana na ukosefu wa usalama. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa mabadiliko ya udhibiti wa maeneo ya kama Kirungu yanaweza kuathiri mwelekeo wa mapigano katika milima ya juu Uvira, kwani kila upande unajaribu kuhakikisha unadhibiti njia kuu za kupita na maeneo ya juu yanatumika kama vituo vya ulinzi. Hadi sasa mamlaka rasmi bado hajatoa taarifa za kina kuhusu tukio hilo, lakini ufuatiliaji wa hali ya usalama unaendelea, huku wakazi wakihimizwa kwa uangalifu na kufuata maelekezo ya viongozi wa eneo hilo. Hali ya usalama katika eneo ya Uvira na maeneo jirani ya Kivu Kusini inaendelea kubaki tete, huku mapigano mara kwa mara yakionyesha kwamba mvutano kati ya makundi yenye silaha bado haujapata suluhisho la kudumu. Hapa sasa, hii ni kikosi ya Landaba ngo kabisa. Tunanyemelea kwenye bilima ya Kirungu kabisa. Unafuata moja kwa moja kabisa. Hapa hivi kabisa ni kwenye mapambano Kirungu. Hapa ni Kirungu kabisa. Kwenye bilima kabisa. Ya. Hapa ni Landaba ngo. Piga.
Mapigano mapya yameripotiwa leo Jumapili tarehe 17 Mei katika eneo la Minembwe mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na wapiganaji wa waasi wa M23, huku maeneo ya Bidegu, Kalingi na Mikenge yakitajwa kwa maeneo makuu yaliyoathirika na mapigano hayo. Kwa mujibu wa taarifa za kiusalama na vyanzo vya ndani, hali ya usalama katika eneo hilo bado ni ya wasiwasi mkubwa, huku milio ya silaha nzito na ndogo ikiendelea kusikika katika baadhi ya sehemu za milima. Minembwe inaelezwa kuwa ni moja ya maeneo ya kimkakati sana katika milima ya juu ya Fizi, Kivu Kusini. Eneo hilo liko katika mwinuko wa takriban mita 2500 juu ya usawa wa bahari, jambo linalofanya kuwa na nafasi ya kipekee ya kijeshi na kiusalama. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya usalama, eneo hilo lina uwezo wa kudhibiti na kusimamia njia muhimu zinazounganisha maeneo ya milimani na maeneo ya chini kuelekea ziwa Tanganyika, ikiwemo Fizi, Baraka na Uvira. Taarifa zinaeleza kwamba mapigano haya yamejikita zaidi katika mstari wa Bidegu, Kalingi na Mikenge, ambako pande zote mbili zinajaribu kuimarisha udhibiti wa njia kuu za kimkakati zinazotumika kwa harakati za kijeshi, usafirishaji na wakati mwingine hata misaada ya kibinadamu. Wakazi wa eneo hilo wameripoti hali ya taharuki, wengi wakilazimika kujificha au kuhama makazi yao kutokana na hofu ya kuendelea kwa mapigano. Minembwe na vijiji vinavyozunguka vinaelezwa kuwa ni muhimu kubwa kwa kimkakati kwa sababu na mtandao wa njia za milimani zinazounganisha maeneo mbalimbali. Njia kama Tuwewe Mikenge, Kalingi Minembwe, Kagenge Minembwe na Point Zero Mikenge zimekuwa zikitajwa mara kwa mara kama njia muhimu zinazotumiwa na vikosi mbalimbali kusogea, kujipanga au hata kurudi nyuma wakati wa mapigano. Udhibiti wa njia hizo unachukuliwa kuwa na athari kubwa kwa mwelekeo wa vita katika eneo lote la Kivu Kusini. Katika mkutano wa kisiasa na kiusalama, Minembwe inaendelea kuwa kitovu cha mvutano kati ya vikosi vya serikali na makundi yenye silaha, hali inayocheleweshwa kwa mazingira magumu ya milimani pamoja na changamoto za muda mrefu wa udhibiti wa eneo hilo. Hii imefanya kuwa eneo la mara kwa mara la mapigano ambako kila upande ujaribu kuimarisha nafasi yake ya kijeshi. Kwa mujibu wa baadhi ya taarifa zisizo rasmi, pande zote zinazohusika katika mzozo huo zinatumia mbinu mbalimbali za kijeshi, ikiwemo mashambulizi ya kushtukiza, ulinzi wa milima wa wakati mwingine kiteknolojia na za kisiasa na za ufuatiliaji. Hata hivyo, hakuna udhibitisho rasmi uliotolewa na mamlaka kuhusu mwenendo wa mapigano ya leo. Wakazi wa eneo wanasema hali ya maisha imekuwa ngumu sana kutokana na mapigano mara kwa mara, ambako shule, vituo vya afya na shughuli za kawaida za kijamii zimeathirika pakubwa. Wengi wamekuwa wakitegemea msaada wa dharura au kuhama mara kwa mara kulingana na hali ya kiusalama. Kwa upande wa serikali, operesheni za kijeshi zinaendelea katika juhudi za kurejesha udhibiti wa maeneo yaliyoathirika na kuhakikisha amani inarejea katika milima hiyo ya kimkakati. Hata hivyo, changamoto ya kijiografia, umbali na hali ya milima mikali imekuwa kikwazo kikubwa katika kuhakikisha udhibiti wa kudumu. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kwamba mabadiliko ya udhibiti wa Minembwe na vijiji vyake yanaweza kuwa na hatari kubwa katika mustakabali wa mapigano mashariki mwa Kongo, kwani eneo hilo linachukuliwa kama ufunguo wa kijeshi na sehemu kubwa ya Kivu Kusini. Kudhibiti eneo hilo kunamaanisha kuwa ni uwezo wa kuasiri harakati za vikosi, njia za usambazaji na hata mienendo ya misaada ya kibinadamu. Hadi sasa hali bado ni tete sana na hakuna taarifa rasmi zaidi ya walioumia au kupoteza maisha. Ufuatiliaji wa karibu na hali ya usalama endelea, huku wakazi wakimizwa kwa uangalifu na kuepuka maeneo ya mapigano hadi pale itakapokuwa shwari. Katika mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetoa maagizo mapya kwa wapiganaji wa Zalendo kuondoka katika maeneo ya Babila, Babombi na Bakwanza yaliyopo katika eneo la Mambasa ili warejee katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotolewa siku ya Jumamosi katika eneo la Biakato, uamuzi ulizingatiwa wakati wa mkutano wa kutanisha viongozi wa jeshi la FARDC waliotoka Bunia pamoja na wananchi wa eneo hilo. Mkutano huo ulikuwa na lengo la kujadili hali ya usalama inayozidi kuwa tete katika maeneo hayo pamoja na kusikiliza malalamiko ya wakazi wa eneo la Mombasa kuhusu uwepo wa makundi yenye silaha. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC imekuwa na uamuzi wa kuwaondoa wazalendo katika maeneo hayo ni sehemu ya mapigano mpana na kurejesha utulivu na kuimarisha udhibiti wa kijeshi chini ya jeshi la serikali pekee, sambamba na kuondoa migawanyiko ilikuwa ikisababishwa na uwepo wa vikundi vingi vya kijeshi katika eneo moja. Kwa mujibu wa jeshi hilo, operesheni za kufuatilia na kuwaizima wapiganaji wa kundi la ADF inaendelea katika maeneo mbalimbali ya Ituri, hususan katika misitu na vijiji vinavyoshukiwa kuwa maficho yao. Taarifa zinaweza kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imehakikisha wakazi wa Ituri kwamba
kuwa hatua hizi zinalenga kuimarisha usalama wa raia na kuhakikisha kuwa operesheni dhidi ya ADF zinafanyika kwa ufanisi bila migawanyiko na mamlaka au uwepo wa vikundi visivyo rasmi katika mstari wa mbele wa ulinzi. Wakazi wa eneo hilo wamepokea kwa hisia tofauti uamuzi huo, ambako wengi wameonyesha kuunga mkono hatua ya kuondolewa kwa wazalendo. Wananchi wanasema kuwa uwepo wa makundi mengi ya kijeshi katika eneo moja umekuwa ukisababisha hali ya sintofahamu ya kiusalama, mara nyingine kusababisha migogoro midogo na kutokuwepo kwa uwazi kuhusu nani anayehusika na ulinzi wa raia. Baadhi ya viongozi wa jamii akiwemo Zefani Kataliko, kama alivyonukuliwa na mwandishi Tresor Kapepela, wamesema kuwa wakazi wengi wa eneo hilo wamependa kuona ulinzi ukifanywa na vikosi rasmi vya serikali FARDC pamoja na vikosi vya UPDF katika operesheni dhidi ya ADF. Kwa maoni yao, uwepo wa wanajeshi rasmi pekee unaweza kusaidia kurejesha imani ya wananchi na kupunguza migogoro ya ndani inayotokana na uwepo wa makundi mengi yenye silaha. Katika miezi ya hivi karibuni, eneo la Mombasa na sehemu nyingine za Ituri zimekuwa zikikumbwa na mashambulizi ya mara kwa mara unaohusisha na kundi la ADF aliyosababisha vifo vya raia, uharibifu wa mali na kuhama kwa makumi ya familia. Hii imefanya Ituri kuwa moja ya maeneo yenye changamoto kubwa za kiusalama nchini DRC. Kwa upande wa jeshi, operesheni za kijeshi zinaendelea kuwa kwa kushirikiana na wadau wa kikanda ili kuhakikisha kuwa maeneo yote yaliyoathiriwa na uasi yanarudi chini ya udhibiti wa serikali. Hata hivyo, changamoto kubwa bado ni msitu mikubwa ya maeneo ya mbali ambao tumiwa kwa kama maficho ya wapiganaji wa ADF, jambo linalofanya operesheni za kijeshi kuwa ngumu na za muda mrefu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi za mapigano mapya zilizoambatana na uamuzi huo wa kuondoa wazalendo, lakini hali ya tahadhari bado inaendelea katika maeneo ya Babila, Babombi na Bakwanza, huku mchakato wa utekelezaji wa maagizo hayo ukiendelea kwa uangalifu mkubwa. Mamlaka zimehimiza wananchi kuendelea kushirikiana na vikosi vya usalama kwa kutoa taarifa za mapema kuhusu mienendo yoyote ya washukiwa ili kusaidia kudhibiti hali ya usalama na kuzuia mashambulizi mapya katika eneo hilo la Ituri. Hali ya mvutano wa kisiasa inaendelea kuongezeka katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako gavana wa kijeshi Meja Jenerali Somkakule Evariste sasa anajikuta katikati ya mzozo mkali wa kisiasa na kijamii takriban chini ya miaka mitatu tangu ateuliwe kuongoza mkoa huo chini ya hali ya etat de siege. Awali uteuzi wake ulipokelewa kwa shangwe kubwa na sehemu kubwa ya wananchi wa eneo la Grand Nord, ambao walimuona kama mmoja viongozi waliotoka katika eneo hilo na mwenye uwezo wa kuleta mabadiliko katika hali ya usalama. Hata hivyo, kadri muda unavyopita, baadhi ya waliokuwa wafuasi wake wa karibu sasa wameanza kujitenga naye, huku ukosoaji ukiongezeka kuhusu namna ambavyo hali ya usalama inavyoshughulikiwa katika mkoa huo unaokabiliwa na vita na makundi yenye silaha. Kiini cha mvutano huo sasa ni mbunge wa kitaifa kutoka Butembo, Crispin Bindule Mitono, ambaye amekuwa akitajwa mara kwa mara katika siasa za eneo hilo kutokana na msimamo yake mikali na kauli zake za mara kwa mara dhidi ya viongozi mbalimbali wa kisiasa na kijeshi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa siasa za eneo hilo, mbunge huyo ameonekana kuwa mtu anaibua mijadala mikali na mara nyingine migogoro ya kisiasa kutokana na ukosoaji wake usio na uoga dhidi ya viongozi wa pande mbalimbali za kisiasa nchini. Kwa sasa mvutano kati yake na gavana Somkakule umefikia hatua za juu zaidi baada ya gavana huyo wa kijeshi kuwasilisha malalamiko rasmi kwa idara ya taifa ya upelelezi pamoja na mahakama kuu ya kijeshi akitaka kufunguliwa kwa uchunguzi dhidi ya mbunge huyo. Katika tuhuma hizo, gavana anadai kuwa mbunge huyo anahusishwa na mikutano ya makundi yenye silaha wakati wa ziara yake mjini Beni, pamoja na kutoa maneno ya matusi dhidi ya mamlaka ya mkoa kupitia vyombo vya habari vya ndani. Hata hivyo, Christian Bindule amekanusha vikali tuhuma zote hizo, akitaja kuwa ni njama za kisiasa zinazolenga kumdhibiti na kumnyamazisha wale wote wanaokosoa namna ambavyo operesheni za kijeshi na uongozi wa usalama unavyoendeshwa katika Kivu Kaskazini chini ya hali ya etat de siege. Ameendelea kusisitiza kuwa jukumu la bunge ni kusimamia na kuhoji utendaji wa serikali hata katika mazingira ya hali ya kijeshi. Mvutano umesababisha migawanyiko mikubwa hata ndani ya chama tawala cha UDPS katika mji wa Beni, ambako makundi tofauti yamejitokeza hadharani kuchukua misimamo tofauti. Kundi kimoja kinaonekana kumunga mkono Crispin Binduli, huku kundi lingine likimshika mkono gavana Somkakule. Hali inaonyesha wazi migawanyiko ya kisiasa inaendelea kuongezeka katika eneo hilo lenye changamoto kubwa za kiusalama.
Katika Kinshasa pia mjadala umehamia kwenye vyombo vya habari na mijadala ya kisiasa ambako baadhi ya viongozi wa kijamii ya Grand Nord wameshtumu mbunge huyo kwa madai ya kuwa ana uhusiano wa karibu na baadhi ya makundi ya zamani ya uasi ikiwemo CNDP na M23 pamoja na tuhuma za kutetea maslahi ya rasilimali za madini katika mkoa wa Kivu Kaskazini. Hata hivyo hadi sasa hakuna ushahidi wa wazi uliowekwa hadharani kudhibitisha madai hayo. Kwa wakati huo, katika bunge la taifa baadhi ya wabunge wamehonya dhidi ya kile wanachokita vitisho vinavyolenga wabunge kutoka Kivu Kaskazini na Ituri wanaokosoa mamlaka za kijeshi chini ya utawala wa Etat de Siege. Wamesitiza kuwa hata katika mazingira ya vita wabunge bado wana haki ya kikatiba na kusimamia serikali ili na kuuliza maswali kuhusu usalama wa raia. Mgogoro sasa unaonekana kupita mipaka ya mtu mmoja, ukigeuka kwa ishara ya mvutano mpana kwa kisiasa katika eneo la Grand Nord ambako mapambano ya ushawishi, uongozi na udhibiti wa usalama endelea kuwa mikali katika mazingira ambayo tayari ni tete kutokana na uwepo wa makundi yenye silaha. Tangu kuanzishwa kwa hali ya Etat de Siege mwaka 2021, Kivu Kaskazini inaendelea kukumbwa na changamoto kubwa za kiusalama huku mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yenye silaha yakiendelea kuathiri maisha ya raia. Licha ya mabadiliko ya mara kwa mara ya viongozi wa kijeshi na operesheni mbalimbali za kijeshi, matarajio ya wananchi kuhusu kurejea kwa amani ya kudumu bado hayajatimia. Vituo vya mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda vimefungwa kwa muda tangu asubuhi ya leo Jumapili tarehe 17 Mei katika hatua ambayo imesababisha mshtuko na taharuki kubwa kwa wasafiri na wafanyabiashara wanaotegemea njia hizo za mipakani. Katika mji wa Goma, mkoa wa Kivu Kaskazini, vituo viwili vya mpakani vinavyounganisha Kongo na mji wa Gisenyi nchini Rwanda inajulikana kama Grand Barriere na Petit Barriere, vyote vimeathiriwa na uamuzi huo wa ghafla wa kufungwa kwa muda. Hali imesababisha msongamano mkubwa wa watu waliokuwa wakisafiri pamoja na wafanyabiashara waliokuwa wamebeba bidhaa zao kuelekea Rwanda, Uganda kupitia Kampala pamoja na miji ya ndani kama Beni, Butembo na Bunia. Kwa mujibu wa hali hiyo ya ilivyo mashanani, watu wengi wamekuta milango mpakani imefungwa bila taarifa za mapema, huku wakibaki wamekwama na mizigo yao, mali na mpango wa safari ukokwama ghafla. Hali imeongeza taharuki na sitofahamu kubwa, hasa wale waliokuwa wakitegemea kuvuka kwa ajili ya biashara au shughuli zao za kibinadamu. Taarifa kutoka eneo la Grand Barriere lililopo katikati ya jiji la Goma katika eneo la Volcan zinaonyesha kuwa utekelezaji wa uamuzi umeanza kutekelezwa kikamilifu. Na ripotiwa kuwa sasa raia wa Rwanda pekee wanaruhusiwa kuvuka kuelekea upande wa Rwanda, wakati baadhi ya raia wa Kongo waliokuwa upande wa Rwanda wanaruhusiwa kuingia nchini humo lakini hawaruhusiwi kurudi tena upande wa Rwanda kwa sasa. Jambo linaongeza migawanyiko katika mpangilio wa uhamiaji wa watu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na serikali za nchi zote mbili kuhusu sababu halisi za hatua ya kufungwa kwa mipaka. Hata hivyo, vyanzo vya ndani na baadhi ya taarifa zisizo rasmi inaeleza kuwa hatua inaweza kuwa wa muda na inahusisha na tahadhari za kiafya, hususan kufuatia kuibuka tena kwa ugonjwa wa Ebola katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Ituri. Kwa mujibu wa taarifa hizo, mamlaka za afya zinahusishwa katika mchakato wa kuweka mikakati na kuzuia maambukizi, ikiwa ni pamoja na kuimarisha uchunguzi wa wasafiri, ukaguzi wa afya mpakani, pamoja na kuzuia kusambaa kwa virusi hivyo katika miji mikubwa kama Goma ambayo ni idadi kubwa ya watu na shughuli nyingi za usafiri wa kimataifa. Inaelezwa kuwa baadhi ya watu wanaotoka Uganda wameonekana kupitia Rwanda kabla kuelekea Goma kupitia mpaka Wachanika, hali inazua hofu na uwezekano wa kuingia kwa visa visivyoshukiwa kuwa vya Ebola. Hali imeongeza uangalizi mkali katika mipaka yote inayohusiana na eneo hilo. Taarifa za afya zinaonyesha kuwa angalau visa viwili vinavyoshukuliwa kuwa vya Ebola viliripotiwa katika jiji la Goma siku ya Jumamosi tarehe 16 Mei. Sampuli zimechukuliwa kutoka kwa wagonjwa hao na kupelekwa maabara kwa ukaguzi zaidi ili kudhibitisha iwapo ni maambukizi ya virusi hivyo au la. Wataalamu wa afya na timu za dharura zimewekwa katika hali ya tahadhari kubwa, huku zikifanya kazi ya ufuatiliaji wa watu waliowahi kuwasiliana na visa vinavyoshukiwa pamoja na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu namna ya kujikinga. Wananchi wametakiwa kuzingatia usafi wa mikono, kuepuka mikusanyiko isiyo lazima na kuripoti dalili zote zinazofanana na ugonjwa huo katika vituo vya afya vilivyo karibu. Kwa mujibu wa wataalamu, aina ya Ebola inahofiwa kuhusika katika eneo hilo inatajwa kuwa ni bindigonyo ambayo hadi sasa haina chanzo wala tiba maalumu iliyodhibitishwa kwa matumizi ya jumla, jambo linaongeza uzito wa tahadhari zinazochukuliwa. Wakati hali ya mpakani ikiendelea kwa tete, wananchi wa Goma na maeneo jirani mizwa kubaki watulivu na kufuata
kufuata maelekezo ya mamlaka za afya na usalama. Serikali na mashirika ya afya yanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, huku hatua zaidi zikitarajiwa kuchukuliwa kulingana na matokeo ya uchunguzi wa maabara. Waziri wa afya wa umma, usafiri na ustawi wa jamii wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Dr. Samuel Roger Kamba, akiwa ameambatana na mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kitaifa ya afya ya umma Dr. Mwamba Kazadi Dieudonne pamoja na mratibu wa kituo cha operesheni za dharura za afya za umma wameanza rasmi Jumapili hii tarehe 17 Mei ziara ya kikazi katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na INSP kupitia ukurasa wake wa Twitter, Twitter, ziara hiyo ya ngazi ya juu inalenga kukabiliana na mlipuko mpya wa ugonjwa wa Ebola uliotangazwa rasmi tarehe 14 Mei mwaka 2026. Ujumbe wa serikali unatarajiwa kufanya tathmini ya hali ya ugonjwa mashinani, kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na udhibiti wa maambukizi, kuratibu hatua za dharura za kiafya pamoja na kuonyesha mshikamano wa kijamii zilizoathirika. Serikali imesisitiza kwa lengo kuu la ziara hiyo ni kuhakikisha mwitikio wa haraka ulioratibiwa na wenye ufanisi dhidi ya dharura ya kiafya, huku ikisisitiza kuwa ulinzi wa maisha ya wananchi unabaki kuwa kipaumbele cha juu cha serikali katika sera za taifa. Hata hivyo, inahitaji wakati ambao shirika la afya duniani imetangaza kuwa mlipuko wa Ebola unasababishwa na aina ya virusi vinavyojulikana kama Bundibongyo sasa imefikia kiwango cha dharura cha afya cha umma cha kitaifa. Uamuzi huo umetangazwa rasmi siku moja baada ya tangazo la mlipuko kutokana na kasi ya maambukizi na hatari ya kuenea katika mipaka ya nchi. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, uamuzi huo umetokana na mambo kadhaa muhimu, yakiwemo kiwango kikuu cha watu waliothibitishwa kuwa na virusi hivyo katika sampuli za awali, uwezekano wa kusambaa kwa ugonjwa nje ya mipaka ya Kongo, pamoja na ukweli kwamba hakuna chanzo wala tiba inayoziniwa dhidi ya aina hii ya Ebola. Hata hivyo, shirika la afya duniani limesisitiza kuwa kwa sasa milipuko huo haujafikia kiwango cha janga la kimataifa, lakini umebaki katika kiwango cha dharura kinachohitaji uangalizi wa karibu na hatua za haraka. Shirika hilo limeonya kuwa kuna mambo kadhaa yanayoweza kuongeza kasi ya maambukizi, ikiwemo ukosefu wa usalama endelea Ituri, uhamaji mkubwa wa watu kutokana na migogoro ya kivita, shughuli nyingi za uchimbaji wa madini katika eneo la Mongobwalu, pamoja na msongamano wa vituo visivyo rasmi vya afya. Hali hii inafanana na mazingira yaliyosababisha mlipuko mkubwa wa Ebola mwaka 2018 na mwaka 2019 katika Kivu Kaskazini na Ituri, uliosababisha zaidi ya vifo 2200. Shirika hilo la afya duniani limestaka nchi zote zilizoathirika kuanzisha na kuimarisha mifumo ya dharura kiafya, kuongeza ufuatiliaji wa watu wanaotokana na wagonjwa, kufanya uchunguzi mkali katika mipaka yote ya kimataifa, kuzuia usafirishaji wa wagonjwa au watu waliowasiliana nao moja kwa moja na visa vilivyothibitishwa, pamoja na kuhakikisha maziko salama yanazingatia viwango vya afya. Mlipuko mpya wa Ebola unatokea katika mazingira magumu sana ya kiusalama katika Ituri, ambako raia wamekuwa kikabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara yanahusishwa na makundi ya ADF pamoja na machafuko yanahusisha makundi mengine yenye silaha kama Codeco, Zaire, CRP na mengine. Hali imeendelea kuzorotesha maisha ya wananchi na kusababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Mlipuko unajiri takriban miezi 6 baada ya Kongo kutangaza kumalizika kwa mlipuko wa 16 wa Ebola katika mikoa ya Kasai baada ya kupita siku 42 bila kurekodiwa kwa kesi mpya. Hatua hii imekuwa imeleta matumaini na kudhibiti kabisa ugonjwa huo kabla ya kurudi tena katika eneo hili la mashariki mwa nchi. Tarehe 17 Mei mwaka 1997 inabaki kuwa moja siku muhimu zaidi katika historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani ndiyo siku ambayo mabadiliko makubwa ya kisiasa yalitokea, yakitimisha utawala mrefu wa Mobutu Sese Seko na kuanzisha enzi mpya chini ya Laurent Desire Kabila. Siku hiyo Laurent Desire Kabila akiwa kiongozi wa muungano wa waasi unaojulikana kama Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire, AFDL, alitangaza kuwa rais wa nchi. Tangazo hilo lilijikuja baada ya miezi kadhaa za mapigano makali yalitokea mashariki mwa nchi na kusambaa taratibu kuelekea katikati na hatimaye mji mkuu wa Kinshasa. Kwa muda wa zaidi ya miaka 13 Mobutu Sese Seko alikuwa ameshikilia madaraka nchini akiwa kama mmoja wa viongozi waliotawala kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Utawala wake ulianza rasmi mwaka 1965
ulikuwa umejengwa juu ya mfumo wa nguvu kubwa za dola, lakini pia ulikumbwa na tuhuma za rushwa, udikteta na kuporomoka kwa uchumi wa nchi. Kuanzia mwaka 1996 muungano wa FDL ulianzisha mashambulizi kutoka mashariki mwa nchi kwa kipitia maeneo ya Kivu na kuelekea katikati ya nchi. Muungano huo ulikuwa ukiungwa mkono na mataifa jirani kama Rwanda, Uganda na Burundi, ambayo alikuwa na maslahi ya kiusalama na kisiasa katika eneo la mashariki mwa Kongo. Baada ya mapigano ya takriban miezi 7, vikosi vya FDL vilifanikiwa kusonga mbele kwa kasi, vilichukua miji muhimu moja baada ya jingine hadi kufikia Kinshasa mwezi Mei mwaka 1997. Kuingia kwao katika mji mkuu kulikuwa na tukio la kihistoria liloashiria mwisho rasmi wa utawala wa Mobutu Sese Seko. Tarehe 17 Mei mwaka 1997 Kinshasa ilishuhudia kuwasili kwa wapiganaji wa FDL, tukio ambalo lilileta mabadiliko makubwa ya kisiasa nchini. Hapo ndipo Laurent Desire Kabila alipotangaza rasmi kuchukua madaraka na baadaye kurejesha jina la nchi kutoka Zaire na kurudishwa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jina linalotumika hadi leo. Mabadiliko hayo yalipokelewa kwa hisia tofauti miongoni mwa wananchi. Wengine waliona kama mwanzo mpya wa uhuru wa kweli na matumaini ya mabadiliko, huku wengine wakianza kuona changamoto mpya za kisiasa na kiusalama zilizoanza kujitokeza baada ya kuanguka kwa utawala wa zamani. Hata hivyo, historia inaonyesha kuwa kuanguka kwa Mobutu hakukuleta utulivu wa kudumu nchini. Badala yake, taifa liliingia katika kipindi kingine cha migogoro, vita na mivutano ya kisiasa iliyodumu kwa miaka mingi, hasa mashariki mwa nchi ambako makundi yenye silaha yameendelea kuibuka hadi leo. Tukio la tarehe 17 Mei mwaka 1997 linabaki kuwa alama ya mabadiliko makubwa ya kisiasa barani Afrika, ikihusisha kuanguka kwa moja ya tawala za muda mrefu zaidi na kuanza kwa enzi mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye matumaini, lakini pia changamoto ambazo zinaendelea hadi sasa. Na ni kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa taarifa yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 17 Mei mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Tunakumbusha kuendelea kuchukua tahadhari katika maeneo yenu, hasa katika hali halisi ya mabadiliko ya usalama na changamoto za kibinadamu zinazoendelea kuripotiwa katika sehemu mbalimbali za nchi. Na basi kabla tujatimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, naendelea kukumbusha tu kwamba wewe ndio ulikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekuomba na kusifu kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kueme vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tutakuwa tumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi acha niendelee kukushukuru kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 17 Mei mwaka 2026. Basi ni kwadi tena, tutaonana kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi endelea kuwa salama, jioni njema na usiku mwema. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzenishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.